Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya mambo tukiyafumbia macho wakati wote, wananchi wanaendelea kuichukia serikali yao, wakati serikali yao ina nia thabiti ya kuwasaidia watu wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo la Maisaka Katani, leo ungeliniambia katika kata za mji wa Babati, yani kama ninaweza ikatolewa kwangu mimi kama mbunge, ningekwambia kata ya Maisaka, kwa sababu kata ya Maisaka unaamka toka asubuhi, simu unazopokea ni za watu wa kata ya Maisaka, hususan katika maeneo hayo ya Katani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi sina kona, hili naomba niliweke wazi. Kwenye mikutano niliyoifanya kama mbunge wa jimbo katika kata hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikaa mpaka saa 3 ya usiku, mpaka nikawa naomba askari wawe jirani kwa sababu migogoro haiishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo eneo la Block TT, wakazi wa kata ile walikuwa wanaifahamu vizuri eneo lilokuwa la mwekezaji zamani na mipaka ya eneo lile. Kwa hiyo wananchi walichokiona, kwa sababu vipimo kuna maeneo yameishia, na waliokuwa wanawapa siri awali ya kwamba vipimo vimeishia wapi ni watu wetu hawa ambao wanasimamia maeneo hayo. Kwa hiyo wananchi wamevamia yale maeneo na kufanya ujenzi. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wakati huo, Alexander Mnyeti, aliamua kutoa maelekezo wananchi waendelee na yale maeneo, lakini kwa sababu ya kutumia busara, kuna watu wamekwisha kujenga maeneo yale. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtu ambaye amekwisha kujenga mpaka amejaliwa watoto pale, leo unapomtoa unampeleka wapi? Alafu eneo hilo unampa mtu mwingine? Nilizungumza mimi kama mbunge wa jimbo na kuwaomba kwamba kwa maeneo ambayo tayari wananchi wamevamia na wamejenga, kwa sababu utaratibu wa kisheria wa umiliki wa ardhi upo, maeneo yale yapimwe, walioko mle warasimishiwe yale maeneo na wafuate taratibu za serikali za kulipa fedha zinazohitajika kwa ajili ya maeneo ambayo tayari wamejenga makazi yao. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, unakuta mtu mwenye nguvu anakwenda anapewa eneo, anazungusha ukuta. Kijana mdogo ana nyumba labda room moja na sebule, anajitafutia riziki. Mtu kwa sababu ana nguvu amefanya mazungumzo na watu wa ardhi, amepewa eneo na anazungusha ukuta. Yule mtu unamtoa aende wapi? Kwa sababu kama mtu yuko toka 2017 anakuja kupata hati ya eneo 2024, nani amekutwa kwenye hiyo ardhi? Kwa nini huyo ambaye tayari yuko kwenye hiyo ardhi asirasimishiwe hilo eneo likawa la kwake na akafata taratibu za kiserikali za kulipa fedha, kuliko kumwambia abomoe na ondoke, ili hali alikuwa hapo wakati wa ujenzi? Kuna taratibu za building permit. Kama kulikuwa kuna building permit, wanaohusika hawakufuatilia hizo building permit. Mtu paka anaanza msingi, anajenga, anahamia na anajaliwa watoto. Walikuwa wapi? Leo unapomwambia atoke. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama mwakilishi wa jimbo hili, ili kutatua mgogoro huo, watu ambao tayari wamejenga katika maeneo hayo, hatusemi wengine waendelee kujenga, lakini kwa wale ambao tayari wamekwisha kujenga, warasimishiwe maeneo hayo yawe ya kwao. Nakushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante.